sayari zinavyozunguka zinahusiana nini na kuimba? Nini? Ndo nakwambia hakuna kitu. Tujifunze sayari zote, kani ya mvutano na mambo kibao. Na ilikuwa poa tu. Labda, lakini hiyo sayansi hainifanyi mimi niwe mwimbaji nyota. Lakini sayari ziko karibu sana na nyota. Jamani, mimi sijui haya mambo yenu ya anga kabisa. Lakini leo tunaenda kukutana na mtu ambaye yuko karibu na anga kuliko sisi sote. Ndiyo, Susan Mashibe. Hivi si ndio mmoja kati ya marubani wa kwanza wanawake Tanzania? Ndiyo, ni yeye. Haya tuwai shule. Hamjambo wanafunzi, nina furaha kuwepo hapa siku ya leo. Kabla sijaanza kuwaeleza uzoefu wangu kama rubani, nataka kuwauliza, kwa nini mnakuja shuleni? Kujifunza Kiingereza ili nielewe nyimbo za Kiingereza. Nifaulu vizuri ili nipate kazi nzuri. Ndiyo, kazi nzuri na kazi za maana. Kabisa, kama kuwa rubani, si ndio Ndiyo, na kuwa mwanaanga, labda nitajifunza jinsi ya kurusha ndege angani darasa linalofuata. Haya, kwa hiyo wengi wenu mnafikiri shule ni kwa ajili ya kupata kazi tu. Ngoja tujifunze kitu kipya leo ambacho kitawasaidia kuwa marubani. Yay! Muda wa kupaa angani. Sio kivile. Nataka kila mmoja atengeneze kitu chochote unachoweza kufikiria. Kinachoweza kulidaka yai likidondoshwa kutoka umbali wa mita 10 bila kuvunjika. Yai? Kumradhi, sasa hii inahusiana vipi na kuwa rubani? Au na kitu kingine chochote kile? Hata mimi sina uhakika. Tunatakiwa kujifunza kwa pamoja. Ninawaahidi wote mtaelewa baada ya zoezi hili. Kwa sasa moyo wabunifu. Tumia ujuzi na vitu mbalimbali mlivyo navyo kujifunza ndani na nje ya darasa ili kutengeneza ubunifu mzuri. Nje ya darasa lazima uzama yeye atakuwa unajua. Twende sote Koba. Na darasani, labda majibu yapo kwenye kitabu. Hata sijui. Ngoja niende nyumbani, labda nitapata kitu. Mtarudi saa 6 kamili ili tujifunze kani ya uvutano. Ngoja tununue mayai ya kuchemsha tufanye majaribio. Wazo zuri, haya hayatavunjika. Naomba mayai tafadhali. Hamna shida. Najua hata mwalimu Molota hajui, lakini bado inanisumbua. Sijui hii inahusiana vipi na kwa rubani. Sembuse kuwa mwimbaji. Ila bora haihusiani na kazi mbaya, kama ya kukaa nje siku nzima. Ndiyo, kazi ambazo sio lazima uende shule kuzifanya. Na wala hazina malipo makubwa. Samani sana, hatujawa na huruma kabisa. Ndiyo, yani hatukuonesha utu kabisa. Tunaomba utusamehe sana. Asanteni kwa kuomba msamaha. Tunaomba mtuambie, kwa nini mnauza juisi na mayai? Mnajua nini? Mimi nimesoma, nina shahada ya uhandisi, lakini ninafurahia sana kuwa mkulima. Kuku wangu wanataga mayai mengi sana, yani mengi mno. Napenda kuyachemsha na kuyauza kuliko kuyaacha tu yaharibike. Ngoja kwanza, unamaanisha ulisoma uhandisi lakini ukachagua hii kazi? Kwa nini ulifanya hivyo? Vipi kuhusu kupata hela? Huwa ninafanya kazi kwenye miradi ya uhandisi mara kwa mara, lakini ninapenda sana kilimo. Na kwa bahati nzuri, ninapouza mayai, ninapata nafasi ya kuonyesha watu ninavyoipenda kazi yangu. Pia, haya mayai ni chanzo kizuri cha protini. Kwa hiyo ninawasaidia watu kupata protini pia. Kwa hiyo ulisoma uhandisi bure tu? Bure tu? Uhandisi unanisaidia sana kwenye kilimo. Unanisaidia kuchagua vifaa bora kabisa. Natumia hisabati na sayansi kujua kitu gani ni bora kwa mimea yangu. Na mengine mengi. Ninashukuru sana kuwa niliweza kujifunza yote haya nikiwa shuleni. Kwa sababu yananisaidia sana sasa hivi. Huo ni utu pia. Kuwa na shukrani ya vitu vikubwa au vidogo. Did you like this video and want to watch more? Subscribe to get exclusive access to premium content and more. Only in the Ubongo Playroom. Free for download today. The only place you can watch, sing, read, play, and learn with all your favorite Ubongo characters. What are you waiting for? Available in English, Kiswahili, French, Hausa, and more.